siku ya leo sema kwamba kuna mgeni wetu ambaye ameweza kufika kwa sababu ya kuweza kuelimishana mawili matatu pale kuhusiana na swala zima la afya ya akili. Kabla tuanze mazungumzo yetu ya siku ya leo, unajisikia vipi yani kufika ndani ya Dayo Radio kwa mara ya kwanza? Kwa mara ya kwanza nahisi vizuri sana kuja hapa Dayo. It's a huge privilege kwa sababu Dayo tumesikia sana imekuwa ikivuma coast nzima mpaka Kilifi, Kwale. Amen. Naam. Sio kwamba ni kwa uwezo wa manani. Ndio pengine tukianza mazungumzo yetu ya siku ya leo, wewe ni nani hasa na unatokea wapi ama unajishirikisha na nini? Naam, kwa majina naitwa Abdul Malik bin Daud. Mimi ni Monitoring and Evaluation Officer katika kikundi inajiita Scouts Healing Invisible Wounds. Na pia mimi ni part of the committee ya KCPA ya Mombasa Charter. KCPA hiyo ni Kenya Counseling and Psychology Association. Naam. Kuna mambo mengi ambayo ningependa tuzungumze ambayo yanahusiana na masuala mazima ya afya ya akili, lakini kuna vitengo tofauti tofauti ambavyo vimeweza kujitokeza kuweza kuzungumzia masuala kama haya. Labda unahisi kwamba hii kuna umuhimu wa kuweza kuangazia haya in general? Naam, kuna umuhimu wa kuangazia mambo na afya ya kiakili kwa sababu afya ya kiakili inatuathiri sisi wote. Ndio. Ukiangalia katika si kama hapo kitambo, kwa sababu mambo na afya ya kiakili ilianza kuvuma zaidi hapo kutoka 1990s. Ndio imegundulika naam kuwa afya ya kiakili ni kitu muhimu, kitengo muhimu. Watu tunasema kuwa hakuna afya bila afya ya kiakili. Kwa sababu unaweza pata kuwa kila kitu kingine uko sawa. Lakini afya ya kiakili kama iko sawa, kila kitu kinasambaratika. Kuna yule msikilizaji ambaye anatusikiliza kwa mara ya kwanza asubuhi ya leo na labda pengine anahitaji akaweze kuelewa maana halisi ya hili neno ama haya maneno afya ya kiakili ni nini hasa? Naam. So kulingana na ile criteria ya definition ya WHO, yani World Health Organization, afya ya akili kwa kizungu mental health, it's the state of well-being of an individual to be able to cope with stress and be productive and fruitful in life. Hiyo ndio definition ya afya ya akili. Naam Kabisa. Hiyo imekaa vizuri hiyo. Okay. Kuna dalili zozote labda huwa zikajitokeza hata kujua labda huyu mtu ana shida ya afya ya akili? Sasa kile ambacho watu wengi ambao ukosea ukisema afya ya akili ni mental health. Sasa ikija kwa mental health it's different from mental disorder. Kama afya ya akili iko sawa ndio unakuwa na mental disorder. Umeelewa hapo? Sasa mental disorder ni ile unapata kuwa kuna shida pale with the cognition, kuna shida na your emotional regulation, kuna shida na mambo na your behavior that iko significant, clinically significant that can affect your day to day activity. Na kwa mental disorders kuna different categories. Category ya kwanza kuna mambo na mood disorders. Mood disorders tunapata mambo na schizophrenia, tunapata mambo na bipolar mood disorder, kuna depression, kuna anxiety disorder, kuna eating disorders kama ile bulimia nervosa, anorexia nervosa, kuna mambo na sleep disorders pia, kuna psychotic disorder, which psychotic disorder tunapata mambo na schizophrenia. Na hakika kwa katika jamii yetu tunapata mtu anasema ule jamaa ni chizi yule, ama kwa nini yule jamaa sasa yuko sawa yajifanya nini? Unanielewa? Lakini unapata mtu kama huyu akiona episode unapata ndipo ana behave hivyo. Sasa wakati kwa wengine ako sawa, wakati wengine yuko sawa, hizo ni episodes sasa. Naam. Leo pengine nikuulize kwa kangu, ni kitu gani ambacho kilikuvutia sana kuangalia haya maswala mazima ya mental health issues? Kitu gani ambacho kilikuchochea zaidi mpaka ukaona mimi ninajutika jukumu la kushughulikia masuala mazima ya mental health issues? Ile kusema kweli kila ambacho kilinisukuma zaidi ndio nikaingia katika hii sector ya mambo na afya ya kiakili ni kuwa niliona katika personally familia yangu kile ambacho tulikuwa tunapitia, watu wataki kuzungumzia, haikuwa kitu cha kawaida. Unaangalia katika African setup kuongelea mambo na afya ya akili ambapo wewe tuko sawa. Mimi mwenyewe pia nilipitia hiyo, like unapata unatengwa kitu fulani hivyo, alafu pia unapata pia katika familia kuna wale watu kunapitia mambo na ile kukunywa pombe. Hiyo ndio coping mechanism yake, lakini hiyo ni very bad coping mechanism. So like hivi vitu vyote ndio vikanivutia zaidi pale nilipoenda katika chuo kikuu nikaamua nifanye mambo na mental health. Tukiangalia kuna takwimu ambazo tunajaribu kuzipitia hapa kama ulivyotuonyesha katika karatasi hizi, mpenzi mtazamaji na msikilizaji pale nje. Nikiangalia hizi takwimu ni kwamba kuna kazi kubwa. Labda hizi huwa mnazigundua vipi kwamba hizi vitu ziko?
Sasa kama hii ambayo nimewapatia karatasi inaitwa PHQ-9. Hiyo ni patient health questionnaire. Hii ya kudiagnose mtu kama kuna depression. Huwezi sema tu niko na depression. Kwa sababu depression unaweza pata mtu anaweza fikiria kuna depression lakini kumbe ni stress, msongo wa mawazo. Na sasa ukiangalia with this PHQ-9 unaangalia maswali. Kama swali la kwanza hapo little interest or pleasure in doing things. Sasa unaona maswali kama haya ndio tunauliza, lakini sasa sitauliza vile imeandikwa. Naweza kuuliza kwa mfano kama kwa wiki 2 zilizopita labda umekuwa na little interest ya kitu fulani ama ume lose pleasure, kwa sababu in little interest ama pleasure inaweza kuwa mambo na sex, inaweza kuwa mambo na zile michezo unayopenda, inaweza kuwa mambo na hobbies ambazo uko nazo. So inaweza kuwa interest yako imekuwa iko chini sana katika wiki 2 zilizopita. Sasa ni kitu siku moja tu. Sasa zingine pia ukiangalia mtu akiona kwa maybe niko na jambo fulani, kama niko na sonona ama nimesononeka. Depression kwa Kiswahili ni sonona. Nasema nimesononeka lakini si kusononeka. Kwa mtu ni too stress tu ya kawaida. Sonona. Sonona. Okay. Tumeona pia kuna mambo kuna feeling down, depressed or hopeless. Naona kuna takwimu ambazo zimeonyesha pale kuna trouble falling or staying asleep or sleeping too much. Mtu kulala sana na pia kulala kidogo. Ndio, kwa sababu inaweza kuwa tofauti. Upata mtu kama kuna depression, kuna mwingine utapata yalala sana kwa hizo wiki 2, na kuna mwingine unapata labda akilala mara baada ya jisali moja shamka. Na mwingine unapata naye anashindwa kulala, kuna insomnia. Anakaa tu siku mzima bila kulala, lale kama saa 2 ama jisali moja. Then kenda ile mambo na feeling down ama hopeless, ile mambo unaona like yani huna tamati na mambo na maisha. Unaona tu like mimi una feel tu uko chini sana, una matumaini na mambo na maisha na nini. Kuna poor appetite na pia kuna overeating. Hivyo pia sababu kama nilivyosema katika mambo na depression, kukua diagnose ni vitu tofauti. Wewe unaweza kudiagnose na depression na mtu mwingine anaweza kudiagnose na depression pia, lakini labda ni overeating, mwingine labda ni poor eating. So ni vitu vili tofauti. Sasa zote ni both criteria ambazo tunatumia katika kudiagnose mambo na depression. Labda pengine ni makundi gani ama ni kina nani hasa ambao huwa wanaathirika zaidi na matatizo ya afya ya akili hususan katika kaunti yetu ya Mombasa? Katika kaunti yetu ya Mombasa, kulingana na statistics ya Kenya Demographic and Health Survey ya 2024, unapata kuwa 2.85 ya watu wameathirika na mambo na depression. Na ukiangalia sana katika mambo na afya ya akili, wanaoathirika zaidi ni wanawake. Wanawake ndio wanaathirika zaidi, lakini wale ambao wanaenda kuchukua labda maisha yao kwa sababu ya mambo na afya ya akili sasa ni wanaume. Upata katika wanawake 4 times more than men, lakini wanaume wanaweza kuchukua maisha yao wakizidi mambo na afya ya akili. Na labda pengine shida ni nini ambayo inapelekea kuwa ya kwamba wanawake ndio huwa wanaathirika zaidi katika masuala mazima ya mental health issues kushinda? Ni kitu gani hicho? Ama sababu ni nini hasa? Hiyo nayo iko tu hivyo. Ni kama kwa mfano ukisema kwa sababu gani, ukiangalia vile tuko tu. Yaani sisi wajua wanaume sana mwanaume like mi mambo yangu yako sawa kitu kama fulani, lakini wanawake they are more emotional than male. The male are more of logic people than being emotional. So unapata wanawake they are more emotional. So unapata kukumbwa na mambo kama haya, mambo na afya ya akili ni rahisi sana wanawake kukumbwa. Hivi mtu anaweza kuwa na matatizo ya ama yuko na mental health issues na awe anajijua kwamba yuko nayo? Most cases huwa ni vigumu sana mtu ajue. Mpaka labda aende kwenye hospitali, aonekane either na psychiatrist ama psychologist ama watu wenye wako karibu na ambe by the bro, unaona saizi siku hizi unajitenga sana. Kuna vile vitu ambavyo unapenda siku hizi kama uvipendi tena. Yaani baadhi ya mambo, lakini sana mtu mwenyewe kukubali huwa ni ngumu sana. So unapata sana most times first time mtu kuletwa ama kuja hospitali anasema mimi watu wanalalamikia, anasema niko na depression ama nimebadilika ama nini. Haina shida, wache tukae tufanye psychiatric assessment ili kwa kuangalia sasa tufanye utafiti wetu hapa na pale, ndio baadaye tuomba wewe
labda na kitu fulani. Haya, kuna zile issues ndogo ndogo ambazo ni common zinajulikana baada ya kwamba mtu umempata kuna depression, like watu wengine wanakuwa depressed because hawana kazi. Unajua kwamba masuluhisho yao ni labda akipata kazi wako sawa. Kuna watu ambao wako na stress juu hawana pesa. Unajua kwamba wakipata pesa hawa wako sawa, wanarudi sawa. Lakini kuna zile mental issues zingine ambazo unajua kwamba ukishazi identify, kupata suluhisho yake ndio inakuwa changamoto. Labda kuna njia gani ambazo zinaweza tumika kuweza kupunguza hizi mental issues zingine za kawaida? Yeah. So hizo ni mambo na solution. Sasa mambo na solution, tangazia mambo mawili. Kuna mambo na psychotherapy, sasa mambo na kuzungumza. Kuna individual therapy one on one, unaweza kuja Rajab mnazungumza tu naye peke yake. Kuna ile group therapy, unapata labda people wako diagnosed with the same kind of mental disorder, maybe watu wa depression. Tunakaa pamoja, kila mtu labda anaongea, anajiambia smartest manual zake hapa na kwa sababu zile pia zinatia mtu moyo. Sikia mwenzako labda alikuwa depressed sana kiwango fulani, na sasa hizi unaona wewe uko hapo, unaona jamaa sasa kuna improvement kubwa sana, inakupatia ile moyo. Kuna mbona hiyo ni group therapy na individual therapy, na mbona psychotherapy. Kuna mambo na medication ambazo unapata sasa zinaweza kustabilize labda zile kama mood zako, kama kuregulate hormones zako. Kwa mfano tukienda mambo na depression, kuna kama dawa kama amitriptyline, kuna Prozac, kuna fluoxetine, madawa kama sio, unapata madawa kama lakini regulate. Unapata mtu kuna shida ya kulala, upate usingizi, upate labda ile amitriptyline umeandikiwa, ukimeza labda na sasa unapata ile mambo na usingizi. Mazoezi ya mwili yanaweza fanya mtu akaweza kuweza kutatua shida yake ya afya ya akili. Hizo ni baadhi ya vitu ambavyo unaweza kuincorporate, like wewe ndio kuweza improve your mental health. Naam, upate ile kufanya ile zoezi, kwenda kama yoga, zumba, kwenda swimming, kucheza mpira, vitu kama hivyo, vitu tofauti. Kwa hivyo watu wakipenda sana mazoezi pia unakuwa unajipunguzia stress, lakini kuna watu wapendi kabisa michezo. Haya, nikiweza kuangalia pale, manake pia naona maswali yameanza kutiririka hapa. Kwa nini vijana wengi siku hizi wanapatikana sana katika mambo ya mental health issues? Kusema kweli vijana wengi sana kwa nini wanapatikana hapo ni hapa Mombasa ama tuseme pa Coast. Sana ni unemployment. Unemployment, alafu pata mwisho wa siku mtu anaingia katika mambo na mihadarati. Ukiingia katika mihadarati labda unapata substance use disorder, that is SUD. Sometimes with the SUD unaweza pata inaweza leta kitu kingine, mambo na depression. Unaona hizi mambo na mental disorders zina hii na za nyingine. Sababu mwingine mambo na pombe ama nini ikakuletea mambo na depression, na mambo na depression baadaye ikakuletea mambo na psychotic disorders, unaanza kuona vitu vyako ambavyo haviko. Ushapata tu kama hao, ama mtu anaanza kuongea vitu vingine, aseme mimi ndio mtu tajiri sana hii Kenya nzima. Hiyo sana hiyo ni kuwa delusional, hiyo ni grandiose. Sasa mambo kama so sana katika vijana ni mambo na unemployment. Kitu kingine pia kuna genetic disposition. Unapata zingine pia mtu katika historia za labda kuna mtu alikuwa depressed. Napenda tu example ya depression. Mtu alikuwa depressed, maybe mjombako ama babako ama mtu yani katika familia. Sasa unapata ile predisposition ya genes imekuja paka kwako. Unapata ile disorder uko nayo, ama bipolar mood disorder pia. So hizo mona genetic disorders. Genetic disposition. Then kuna mambo na social factors. Unapata sometimes vitu za vile ambazo zinapitia katika environment na nini zinaweza contribute katika wewe kukuwa na mental disorder. Kwa mfano unaweza ongelea mambo na umekuwa exposed kwa stress kwa muda mrefu. Unajua kabla ufike depression inaanza na stress. Stress imekuwa leo, kesho kutwa inaendelea na ongezeka, ikienda zaidi ya wiki mbili nini, unakuwa na depression nini, unaona. Kuna njia tofauti ambazo watu huwa wanafanya, sijui kama ziko ama huwa ni vipi, but mimi nishaiona mtu kwamba ako so depressed, lakini akishapiga tu keg moja anarudi sawa. Sijui njia kama hizo zinaweza ziko authorized ama ni vipi, because mtu hako down lakini akishapiga tu nani moja anajiona yuko sawa. Hizo nazo vipi? Njia kama hizo waziko, lakini hizo ni poor coping mechanism, kwa sababu unapata hii inaweza kuzaa kitu kingine. Unapata labda uko depressed, sio? With time sasa kila wakati unataka kutumia hiyo
ile watu ni kamnyweso, eh, ile kamnyweso ile ndio yako kabisa. watakupiga ile kamnyweso. Piga ile kamnyweso, with time sasa unaenda kukua addicted, inaanza kucause kitu chingine, addiction. Okay, cause addiction, mwisho wa siku unajua madhara yake. Kama ni mambo na pombe, mwisho wa siku utakuwa na shida mambo na liver, kama mambo na sigara ama bangi, mambo na cancer ya lung ama vitu kama hizo. So hizo ni poor coping mechanisms. So tuna urge watu ukuwe na the appropriate coping mechanisms, of which ndio kama hiyo psychotherapy, ndio mambo na medication zinasaidia hizo, lakini hizo zingine is just a short term mechanism and it's very poor. Alafu kuna kidogo kuna vitu ambavyo huwa vina happen especially hapa Mombasa. Tumekuwa na visa ambavyo watu yani unaona tu mtu ako normal anatembea, then over sudden anajirusha labda pale bridge ama pale ferry. Hizo ni visa ambavyo tumekuwa tukivihandle sana. Sijui njia mwafaka ambayo hizi vita kama visa kama hivi tunaweza viepuka, manake ni vitu ambavyo viko. Mimi mwenyewe nishatembea na mtu pale kwa bridge kidogo, na mwana tu yuko sawa, hata anasikiza muziki, but amejirusha. Tunaweza zipunguza vipi vitu kama hivi? Kwa kuongezea tu swali lake ambalo pia alikuwa nataka kuuliza, ni dawa gani hasa ama tiba ni nini kuu ya kupunguza hizo mambo yote ama kuondoa kabisa mambo na depression na misongo yote ya mawazo? Tiba kuu. Tunajua kwamba tiba ziko, lakini kuna ile main one ni gani? Okay, so nikianza hapa na brother, ile swali ambayo muulize hiyo, kama ni hizo na mambo na kuwa na suicidal ideations, hasa unapata most unapata watu ambao they die by suicide, unapata kuwa they end up kabla wa commit that act, unapata wana behave normal kabisa, lakini unapata labda kumekuwa na trend, labda amekutajia kidogo akwambia by the way mimi nasikia kama nimechoka naye maisha, by the way mimi nasikia kama naweza kujiua. So those are kind of triggers ambazo watu tunafaa kuwa keen nazo nasikiza. Sasa hapa unaona kama mtu yakutania, lakini ni ukweli, ni kitu ambacho yataka kufanya. So unaweza pata mtu kama labda kuna mtu alikuwa ameshamwambia, ashamgusia, ama kuna maybe text ametumia mahali. So vitu kama hizo tunafaa kuwa makini nazo. Sasa wewe tutafaa kwa the watchdogs. Like kuna ile watu husema kwamba mimi naenda kujinyonga. Unaona? Alafu sisi ambao tuko naye karibu pale bro, kuna kale kamsemo tuseme kwamba mtu akujua bana huwa haezi sema. Unaona? Mtu akujua huwa haezi sema, huwa utapata tu naninginia tu hapo jua kamba. But all of a sudden tutapata kweli amejua. Kwa hivyo anachokimaanisha kwamba endapo mtu amezungumza mambo kama yale, tusichukulie kila kitu ni mzaa, tusichukulie kila kitu ni jokes hapa na pale. Meza mingine ni ya kisu. Hakuna dawa hususan ya nini useme hizo mental disorders zote. Kila nini iko na nini yake, na apart from dawa bado unahitaji mambo na psychotherapy, hiyo mambo na kuongeleshwa, si kutumia tu dawa tu. Tena saa zingine pia zipata mtu amepatiwa dawa lakini bado aku-expose to environmental factors ambazo zinafanya ina lead to kukua hivyo. Kwa mfano, mtu ako diagnosed na substance use disorder SUD, na unapata umempatia dawa ya kumsaidia maybe kama methadone, kitu kama hiyo, lakini unapata huyu mtu bado anarudi pale pale ya kamnyoso chake na nini, bado utapata mtu hajasaidika. So unapata kuna hiyo mambo na dawa plus hiyo mambo na psychotherapy, pia kuna environmental factors na social factors, na pia sisi kuwasaidia au hatu, kwa sababu mtu kuwa na mental disorder haimaanishi kuwa ni mwisho wa maisha yake. Ni mtu ana cry out for help, tunafaa ku stretch out that helping hand, msaidie. Sasa watu wengine unawatenga watu, sema ule jamaa ni chizi, haizi saidia kwa vyovyote, lakini pata mtu labda akienda akapata matibabu katika hospitali, aenda apate matibabu, mtu atakuja atakuwa sawa. Kwa sababu mimi kama ninavyojua, kuna watu ambao nishaona mtu akipata episode anazungumza kila kitu anavyojisikia nini, lakini unapata mtu kidogo anaweza kuzungumza pale ndani, anazungumza Kifaransa, anazungumza Kijerumani, mshana mtu very bright. Unaniona? Mimi kwa mfano naweza kukuambia kitu mmoja. Katika hospitali ya Mathare Hospital, nilipokuwa huko, watu wengi ambao walikuwa pale kuna mental disorders, unapata na watu ambao quantity surveyors, engineers, madaktari, wengine lecturers, unaona? Sasa unapata like watu wengine ni watu wamesoma wako nini yao, lakini sasa kuna vitu ambazo na battle. Okay. Kuna je, katika hali hiyo ya kuweza kupata utatuzi wa masuala haya ya mental health issues, muziki na burudani, je, ni njia moja yapo ya kuweza kupunguza hizo mambo ya mental health disorder?
Naam, ni njia moja hapo ya kuweza ya kupunguza. It's a coping mechanism, a very healthy one. Kama katika shirika ambalo niko Scout Selling Invisible Wounds, tunatumia vitu kama hizo, use a holistic approach. Unapata sasa ile at times tumepeleka watu camping, ile outside watu wana connect to the nature na nini. In those activities unapata kuna mambo labda zumba session, yoga session, hizo labda watu kusikiza muziki, watu kukatika hapo na nini, unaelewa. Sasa vitu kama hizo zinafanya ile una release. Unajua hizi mambo na mental disorder sometimes ukiangalia katika mpate mfano salty water lake na fresh water lake. Salty iko salty kwa sababu salty haina outlet, lakini fresh iko na both inlet na outlet. Sasa sisi binadamu tunafaa kwa hivyo pia. Need to have both inlet and outlet. Inlet tuko nazo definitely, lakini outlet wengi hatuna. Tunazuia hataki kuzungumza na mtu, hutaki ku release ile stress labda uko nao. Sasa unapata leo ukiendelea ukidance ama katika nini, utafeel uko a bit light. Nasema bidii kidogo nilikuwa nahisi sasa hizi kidogo niko light. Kuna hivi nilikuwa nahisi kama kuna msongo wa mawazo sasa kidogo imepungua. Naona hapa kuna shabiki, naomba mkaweze kuniulizia mgeni wetu wa siku ya leo, mitandao inachangia vipi ongezeko la mental health issues? Swali zuri sana. Hasa katika mitandao unapata kuna ile mambo na kama cyberbullying. Mmoja hapo mfano cyberbullying, unapata labda umejipost kuna mambo na body shaming, ama wewe mwenyewe unaanza kujicompare, kujilinganisha na watu wengine, like huyu mtu unaona namna alivyokaa, umbo lake sana kwa wanawake, umbo lake la pendeza, lakini mimi naona ninapojiangalia umbo langu halipendezi. Sasa unamwacha achaanze kila wakati ukila na kujitapisha. Hiyo sio mambo na eating disorders, ama saa zingine utakula kwa wingi kwa sababu ile kuna ile stress, ile binge eating na nini, with time unapata ile mambo na eating disorders ina crop up, unakuwa uko nayo. So mitandao inachangia hivyo. Sasa zingine ni watu kukusababuli ama wewe mwenyewe kujilinganisha ile na watu. Kuna hili swala zima ambalo limekuwa likiumiza wengi sana, ni kwamba utapata watu wako katika mahusiano ama relationship ama katika ndoa, alafu all of a sudden unapata wamekosana ama wameachana, jamaa amevujisha mambo ambayo wamekuwa wakifanya kwa siri. Swala kama lile linaweza kuzuiliwa vipi? Swala kama hilo, hiyo si swala ya hiyo si mental disorder nini. Hiyo ni tu mtu go to the extreme, kwenda to the extreme. Kwa sababu kulingana na mimi mambo ambayo yamefanyika kati ya watu wawili, hiyo ni mambo yenye ya siri. Haifai kuwa sasa juu sasa mmekosana na air out kila kitu. Of which unapata hiyo sasa social media hapa na pale. Kuna watu ambao unapata like wanatumia hiyo mechanism, lakini it's a very wrong mechanism kabisa. Hiyo kitu ambacho tuna condemn, like haifai kabisa. Jamii na jukumu gani kuweza kukinga hii masuala mazima ya mental disorder? Mental disorder na ile jamii watu kushikana pamoja na kukuwa na ile umoja katika mambo na kuhamasisha mambo na afya ya akili. Kwa mfano ukiona mtu fulani akona jambo fulani, huyu maybe akona watu wengine wanasema mwenda wazimu lakini ni schizophrenia, mjaribu kumsaidia kupeleka to the right place, apate help. Kuna right organization ambazo na sponsor watu na kusaidia watu, kwa sababu ikija mbona kama alcohol abuse ama substance use disorder, like ukienda rehabilitation center one is very expensive. Unapata the cheapest maybe kama like 200,000 200,000 Kenyan shillings, like kwenda huko ukai for like 3 months non-stop. So unapata ile kama jamii tukishikana, na pia katika mashule kuongelelea mambo kama haya, yani to normalize hiyo conversation around mental health, kwa sababu mental health ayanzi si nyumbani peke yake ama shuleni peke yake ama makazini, ni kila mahali. Kwa sababu mwenzako amejitenga kazini, amejitenga nyumbani, amejitenga shuleni, vitu kama hivyo. So vitu kama hizo tukinotice, ukiwa na those skills ya kunotice kwa huu ni kama mental health yake haiko sawa, labda ni air out to mtu fulani, appropriate person afuate the right channel aweze kusaidika. Labda pengine tukaweze, maanake tumezalia na dakika 3 na mazungumzo ambayo tunayafaa tukaweze kuwa nayo ni mengi zaidi. Mental health issues pale ama awareness, naona kwamba ni kitu ambacho mmeweza kupatia kipaumbele zaidi, ama ile work ambao mko na mmepatia kipaumbele zaidi. Na pengine madhumuni ama ya kukuja na ile work ilikuwa ni nini hasa?
Madhumuni ya kuja na walk ni ile kuongelelea mambo na mental health. Kwa sababu hata tukija mambo na walk, hii walk mwanzo iko tarehe 23 huu mwezi, na walk itaanzia pale Pembe za Ndovu na tunamalizia Red Cross. Enda Pembe za Ndovu, Posta, Marikiti, Mwembe Tayari, Alafu hivyo turudi mrudi tena mpaka UN alafu Red Cross, tutaingia Red Cross pale. Naam, sasa madhumuni ya kukuwa na hii walk ni ile unapata tunataka kuhamasisha mambo na afya ya akili. Tunataka kuongelea, tuseme kuwa you are not alone. You are the voices of change. Sisi wenyewe tukapo utapata watu ambao watakuja, watu wazee, vijana, yani all ages zitakuwa pale katika ile walk, na watu tofauti tofauti. Watu kutakuja kutoka scouts, Embassy Scouts, organizations tofauti tofauti. Kwa mfano kutakuwa na USAID, Stawisha, kutakuwa na Scouts Invisible Wounds, kutakuwa na scouts from different organizations, kama kuna from KPA, kuna from TUM, na kutoka shule jita St I think Dani St Paul Primary School, kuna BZB watakuwepo pia. So ni mashirika tofauti tofauti wanajumuika, kwa sababu mambo na masuala ya mental health ni kitu muhimu sana. So tuna create awareness through this walk, na plus tunapata kwa hiyo walk, after hiyo walk kutakuwa mambo na diagnosis, labda baadaye mtu anaweza enda kupata hiyo help. Kutakuwa na hizo kambi, kutakuwa na security zitakuwa on ground, 20 of them minimum watakuwa on ground. Tunaweza enda pale kitu fulani, ni pro bono, hiyo siku hautalipa chochote. Utakuja pale useme mambo yako nini, one on one, vitu kama hivyo. Na apart from hiyo kutakuwa pia mambo na blood donation hiyo siku. Puliza, hivi familia inaweza vipi kusaidia mtu ambaye anapitia depression endapo itakuwa imegundua dalili zake? Endapo jamaa atakuwa ashakuwa diagnosed clinically in the hospital setup atakuwa na depression, familia ni ile kupata ile social support kama nilivyosema. Huyu mtu unaangalia labda kama amepata mambo na medication plus psychotherapy, wakati wake wa kunywa dawa unamkumbusha imefika wakati wa kunywa dawa, ile support tu hivyo. Hizo ndogo ndogo tu ndio zinapata yule mtu ile moyo. Lakini wewe sasa mbona uko depressed, wewe hii jambo lina gani? Haya, labda wito wako wa mwisho tukitamatisha, labda kuna kile ambacho tumekuja nacho na hisi kwamba hujakizungumzia tukitamatisha. Kitu cha mwisho nitamalizia ni kusema kuwa it's okay not to be okay. There's no health. Umesema? It's okay not to be okay. Ndio kama kupita, it's okay not to be okay. And finally, there's no health without mental health. Okay.